Je, Evans au maarufu kama Jasuba alikamatwa kihalali au kuna kitu kingine kinaendelea nyuma ya pazia? Kwa sababu baada ya video kusambaa ikieleza namna Evans Onyango Kawala maarufu kama Jasuba alivyochukuliwa, Wakenya wengi wameanza kuuliza maswali mengi kuhusu usalama wa vijana wanaoongea siasa mitandaoni, kutoka kwa madai ya kutolewa bunduki hadi kwa Nuru Okanga kudai kwamba Jasuba ameadhibiwa kwa kuunga mkono watu wanaosema one term. Leo nitakuonyesha video zote zilizotikisa Kenya na kuacha watu wengi wakiwa na hofu, na swali kubwa ni je, Kenya inaelekea wapi? Sasa tuanze na video ya kwanza iliyosambaa kwa kasi baada ya taarifa za Jasuba kukamatwa kuanza kuenea mitandaoni. Mwanaharakati na mtetezi mkubwa Nuru Okanga aliibuka na kusema kwamba Jasuba amekamatwa kwa sababu tu ya kuunga mkono msemo wa two term unaohusishwa na siasa za muhula wa pili wa Rais William Ruto. Kauli hiyo iliwashangaza wengi kwa sababu baadhi ya watu waliona kama ni ishara kwamba siasa za Kenya zimeanza kuwa na presha kubwa kwa vijana wanaotoa maoni waziwazi kwenye mitandao. James Agro Orengo, Babu Owino, Edwin Sifuna na wote wale ambao wako kwa mrengo ya one term, kwa sababu kushikwa kwa Evans Kidero, yeye hajashikwa kwa sababu ako kwa serikali, ameshikwa kwa sababu ana support one term. Na mimi nataka niambie DCI, na hii kitu niliongea hapa, na hata jana former president Uhuru Muigai Kenyatta aliongea, yule ambaye ako na mafuru nyanya kule Mombasa, Omar, aliongea mbaya sana. Leo hii hajashikwa kwa sababu ni bwenyenyi na ako na pesa. Watu wameongea vibaya sana kwa hii serikali, wale ambao wanasupport serikali. Hata wenzetu hapa wa two term huwa wanatusiana sana, wanatusi Kashagwa, wanatusi Kalonzo, wanatusi Sifuna, wanatembea nje. Na sisi tukiinua tu mdomo kidogo kwa DCI pap, haitawezekana, tutakufia ndani. Kutuchika kwetu hakutafanya sisi tunyamaze. Mimi nimeshikwa mara 5. Kawala ndiye ameshikwa ya mara ya pili. Kawala, ukitoka huko ndani usinyamaze, kwa sababu tunajua tuko na maisinia kanzo Babu Owino. Hiyo kazi kesho Friday unaenda kotini, kwa sababu kesho pengine ni holiday hapa, sijafuatilia mzuri, lakini ikiwezekana Friday kotini. Kawala sijui ameshikwa na DCI wa wapi, mumechunguza ni DCI wa wapi? Hiyo naweza sema ni DCI wa Kiambu. Nataka niombe bunge la mwananchi Jakaranda, kuna mapolisi waka hapa na kuna ma-DCI pia waka hapa, na nyinyi mnajua venye uchumi imepanda, si ati hamjui. Mnapetiwa pikipiki zile hazikimbii kukuja hapa kama zimenyamaza, na mnatoka kama zimenyamaza. Na hatutaki hii mwelekeo ikuwe kama ile wakati wa maandamano. Juu hapa Jakaranda tulikuwa tunapiga watu wakati wa maandamano, na nyinyi maaskari mnajua ile kitu mlikuwa mnapitia hapa Jakaranda. Msifanye tena mwanzo uadui na raia, kwa sababu raia ndio wako njaa na raia ndio wanaongea. So mimi naomba ndugu yetu mmoja Evans Kidero ameshikwa. Ninaomba breaking news social media, Evans Kawala, mimi kama baba ya bunge ya Jakaranda, kwa sababu ndio nimepewa hiyo mandate ya kutangaza wale wameshikwa na wale wamepotea na wale wako hai na wale wamekufa. Evans Kawala, breaking news, ameshikwa pale Sujaomod na ma-DCI wa Kiambu. So mimi najua sheria hakuna, na ndio niliwaambia nyinyi mkuje niwapeleke kwa daktari wangu. Mimi askari akinipiga mkono inaoza, na si uongo. Na mimi sijaipigwa na askari. Ukipiga mimi mkono yako piu kwa tumbo. So timu yetu tuko hapa, timu yote, na tuko na huzuni. Breaking news tumepata, Kawala ameshikwa na kichapo ya umbwa msikitini. Na sisi hatuwezi kubali ndugu yetu apigwe makofi kwa sababu ya vitu tunaongeanga hapa kwa bunge. So pia naomba Mr. President, security wako weka wakuwe stable. Kama mbunge ndio uweze fikia, president utafikia aje?
Ninaomba president, weka wakalenjin wote basi wakulinde ili security kuwe na amani. Sio kila siku amupe songa hapa wache kupiga kelele pia. Thank you very much. God bless you Mr. Songa, lakini poleni hata wewe ungeenda. Lakini mambo yalizidi kuwa mazito zaidi baada ya hii video nyingine ikieleza kile kilichotokea wakati wa kukamatwa kwake. Jamaa huyu anayejulikana kama Songa naye aliamua kueleza kile alichodai kilitokea wakati Jasuba alipokuwa anachukuliwa. Kwa mujibu wake, watu walipojaribu kuuliza kinachoendelea, mmoja wa maafisa alitoa bunduki, jambo lililowaogopesha wengi waliokuwa eneo hilo. Kauli hii ilianza kuibua mjadala mkubwa mtandaoni, huku baadhi ya Wakenya wakidai hali ya hofu inaanza kuingia kwa vijana wanaojadili siasa mitandaoni. Na hapa ndipo maswali yakaanza kuwa mengi zaidi ya kwamba je, ilikuwa kukamatwa kwa kawaida au kuna kitu kilichowafanya watu waanze kuzungumza kuhusu utekaji? Wakenya wenzangu, leo siku ya leo tumeona kitu yani ya uchungu sana. Ni uchungu sana ukiona mwenzako anaenda na anapigwa tukiona. Tumejaribu kuuliza kwani amefanya nini? Huyo mmoja kafupi hivi akatoa moto. Akasema kama ni mbaya ni mbaya. Sasa mimi nataka kusema hapa Kenya we are democracy. Kila mtu ako na right yake ya kusupport mahali anataka. Kila mtu ndiye anajua mahali serikali ya Ruto inamfinya naye. Kawala anajua the reason why anasema one term. Mimi Kedi Songa hujawahi kaa na mimi chini. Wewe mtu ana support two term. Sasa tukae na mimi chini ujue the reason why na support one term. Si support one term because watu wanasema one term. Na support one term na sababu yangu kama mimi. Ruto amenikosea personal kama mimi. Si kama wewe pia amekukosea, lakini mimi amenikosea. Na wale watu wana support two term hapa vile Okanga amesema. Kusema tu kweli hao watu wanatusi Rigathi Gachagua, Sifuna usiku na mchana, hata sasa wakipewa ni ukabila tupu. Lakini hata chief hajawahi kuja hapa hata kumwambia wewe wacha hiyo kitu tunasema. Lakini sisi tukiongea wanasema sisi ni wabaya. Ati because of one term. Tujakataa DCI. Wewe pia ni binadamu kama sisi. Wewe pia siku moja kazi itaisha. Utakuja kukaa hapa ndio ukose kazi ndio ujue kweli Wakenya wanaumia. Na Mr. Speaker kidogo. Nasema hivi, time gani? Sisi ndio tunapigania bunge. Nasema hivi because sisi kama one term we are the majority na mtu wetu amepotea. Nasema Kawala ameshikwa na DCI. Na nasema hivi kidogo. Nasema hivi, Kawala yake isikwe kama ya Albert Ojwang. Hati Kawala ameshikwa kama tumemuona hivi, kama mtu anatembea hajagonjeka, wakuje wasema hati Kawala pia amepiga kichwa yake kwa kuta mpaka akakufa. Hii hapana. Mr. Speaker, hii hapana. Hata kama wewe ni mtu wa tutamu, hii ongea na Ruto yako hapo, umwambie atuache. Hata Ruto pia hata huyu Ruto alisumbua Moi. Angesikwa hiyo wakati angeuawa, tungemuona lewi. Unaona? Na sisi kama watu one term tujipange na tuweka Mungu mbele. Ruto hata afanye nini, bado wewe ni one term. Asante. Wakati mjadala ukiendelea, video nyingine nayo ilianza kusambaa kwa kasi. Katika video hiyo, jamaa mmoja alisema wazi kwamba Rais William Ruto anapaswa kuwaacha vijana wa Kenya waishi maisha yao bila presha, akisema vijana wengi hawana hata uhusiano wowote na usalama wa rais. Kauli hiyo iliwakilisha hisia za baadhi ya vijana wa Gen Z ambao wanaamini kwamba serikali imeanza kuangalia kwa ukaribu mkubwa zaidi kutokana na maoni yao mtandaoni. Kitu ya kwanza nataka kuambia rais awachane na vijana wadogo. Amen. Na rais, sisi hatukukutuma ule kijana akunyonge. Na hatukuwa hapo sisi. Hatukuwa hapo kinyongwa na huyo kijana. Na sisi sio security wako. Wewe enda uweke security yako farm. Uhuru Kenyatta hakuna siku amenyongwa na mtu. So situletea hasira yako. Na nyinyi DCI na hakuna mtu anawaogopa. Kama mnanikujia kujeni.
na huku wengine wakitetea serikali, wengine walikuwa wakitoa kauli zaidi. Video nyingine iliyosambaa ilimwonyesha jamaa aliyesema kwamba watu wanaodai Rais William Ruto anapendwa sana nchini Kenya hawasemi ukweli. Kauli hiyo ilizua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, huku watu wakigawanyika kuhusu hali halisi ya siasa za Kenya kwa sasa. Ati Ruto badala alipe maskari wa mlinde Ruto wewe, hiyo kitu ikifanyika huko Kisumu, tutatuma tu mtu na panga hapa. Unadhani anakuja kuhaka, kumbe ni tubulu na unaanguka. Saa hii watu wanasema ati Ruto amependwa. Amependwa na nani? Hebu angalia faces za watu wamekasirika. Watu wamekasirika hapa. Alafu mtu anatoka tu from huko paka arukie president hivi. Sijawahi ona Kenya hii. Sijawahi ona. Ndugu yangu unaenda nyumbani. Bye. Unaenda nyumbani. Wewe unaenda nyumbani. Wacha niongee kuhusu hii maneno ya finance bill. Ruto alileta hizi vipindi ndio hii mambo ya finance bill itulie. Stima iko juu. Sasa ukienda kutoa pesa kwa M-Pesa wamepandisha. Mambo ya material mtumba, ukivaa viatu imepandishwa. Ngapi wewe unajua unanga pesa? Wewe huwezi nunua kitu. Unaona? Sasa maisha ni ngumu. Hata kukula chips kwa Kamau ni shida. Unaona hiyo maneno? Sasa Kamau, mimi nakuomba weka chips 40 bob, 45. Rudisha chini. Na wewe utauza vizuri. Na Ruto wewe ni one time. Asante sana. Na sasa ukiangalia kwa makini video zote hizi kwa pamoja, kuna jambo moja ambalo linaonekana wazi, ya kwamba Kenya kwa sasa ina kipindi kigumu sana cha mjadala wa kisiasa mitandaoni, hasa kati ya vijana wa Gen Z na serikali. Lakini swali kubwa ambalo wengi wanauliza ni hili: je, vijana wa Kenya bado wana uhuru wa kusema wanachojisikia mitandaoni, au hofu imeanza kuingia kwa wale wanaoongea sana kuhusu siasa? Na je, Jasuba alikamatwa kihalali au kuna maswali ambayo bado hayajajibiwa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Mimi ningekuwa na uwezo naweza fika kwa William Samuel Ruto tu nifike tu penye huyo kijana alifika. Wale bilai babangu amuke. Ningekuwa nimeshamalizana na hiyo kazi. Wale bilai mimi nakwambia Ruto, tafadhali nikuve, lakini nikuwe nimewekwa kwa history kila mahali Kidero Jasuba alikufia wa Kenya. Na kama alisababu moja yako mwenye anaweza nipatia bomb, siku moja nipatiwe tu. Mwanaume jaiba hii na wewe kwa sababu ya William Samuel Ruto. Atanunua hii na wewe, mtoto ataenda shule na nini? Mr. Speaker, hata saa hii ile maisha sisi tulilelewa kama tuko wadogo. Kuchukua zile vitambaa na rarua ukifunika naye mtoto zimeanza kurudi. Wewe uta afford Pampers, mtoto ununulie Pampers umlale njaa. Wewe